Yakobo, ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele. Hata milele. Tulia kidogo. Nyumba ya Yakobo ina watoto wangapi? 12. Na ule mji wa Yerusalemu una malango mangapi ambayo imeandikwa majina gani? Leteni chaji la kalaka hii. Ile jiji Yerusalemu lina majina mangapi? Milango yake 12, si ndio? Kuna mlango wa 13. Na ule jiji, kwa maana tunasema kwamba ambao ni watoto wa Ibrahimu ni wana wa Israeli, ni kweli, si ndio? Lakini wale wa imani Kwa hiyo yule mtu ambaye anajiita kwamba mimi ni mtu wa mataifa ana nini? Ana mlango. Tuko pamoja? Ana nini? Mlango. Mbona tuko pamoja jamani? Ana nini? Ana mlango. Hao ni mtu wa mataifa nini? Kwa hiyo maana lile jiji halina lango la mtu wa nini? Lina malango 12 ya watoto wa nani? Yakobo. Na huyu mtoto huyu simba wa Yuda, maandiko yanasema kwamba yeye anatokea Yuda na ataimiliki nyumba ya nini? Ya Yakobo. Ya Yakobo hata milele. Hata milele. Kwa maana Yesu anamiliki nyumba gani? Ya Yakobo. Kwa wewe kama si mwana wa Yakobo hauwezi kuingia katika jiji la Yerusalemu. Na ili uweze kuwa mwana wa Yakobo must muamini nani? Kristo. Yesu Kristo. Kwa maana maandiko yanasema hivi 5:5 Ufunuo, kimbia. 5:5 Ufunuo. Ufunuo 5 mstari wa 5. Inasemaje? Neno linasema, na mmoja wa wale wazee akaniambia, usilie. Usilie. Tazama. Simba aliye wa kabila la Yuda. Shina la Daudi. Yeye ashindaye apate kukifungua kile kitabu. Asante. Kwa maana Yesu ni simba wa nini? Wa Yuda. Shina la nani? Shina la Daudi. Yes. Kwa Yesu ni Myuda, mzao wa Daudi, anayemiliki nyumba ya nini? Sasa ili uweze kumilikiwa na Yesu must uingie katika nyumba ya nini? Ya Yakobo. Na nyumba ya Yakobo inashika nini? Na nini? Na amri 10 za Mungu, si ndio? Ndio. Kwa wewe kama ushike amri 10 za Mungu unazikataa na unaikataa siku ya Sabato, wewe si katika nyumba ya Yakobo na Yesu hawezi kuwa bwana wako. Bwana apewe sifa. Bora usingejua. Karibu kwa swali. Asante. Mimi nilikuwa ninajiuliza kwamba ule mji wa Yerusalemu una milango 12 na tunaona kwenye ile hesabu wataingia 12,000 kwa kila kabila. Sasa kwa sisi hapa tutaingia kupitia mlango upi kati ya ile milango 12? Asante. Umesikia hilo swali Kuna mtu anajibu au nimjibu? Muda gani? Jamani, muda umeisha niambiwe. Umeisha muda mrefu. Mkuniambia kama zibaki 15. Jamani, muda umefanyaje? Tuendelee au tumalizie hapa? Tuendelee. Hata kuendelea tunashike mkono juu. Haya, hata kuondoka. Haya, wawili. Bwana apewe sifa. Ngoja tumalizie hapa. Sawa. Iko hivi, Bwana Sylvester. Ule mji wa Yerusalemu ni wa mraba. Ukisoma ile sura ya 21 ya kitabu kile cha Ufunuo, ni mji wa nini? Kwenda mashariki ni mraba, kwenda kaskazini ni nini? Mraba, yani umelingana pande zote. Na una maili 1,500. Ukizigawanya kwa kilomita utapata mraba wa kila pande unakuwa una kilomita 375.2. Kwa umelingana ule mji. Sasa ni tabia, kwa fundisho lingine, ni ule mji ambao watu wake wote ingia pale, tabia zimefanyaje? Zimefanana, zimekuwa cubic. Tabia katika Kristo. Hacha ufahamu. Tabia. Sasa
wale 12 ukihesabu utaona wanafanya hesabu ya 100 na banana nini, ambao ukigawa ni pande ngapi hizo? Pande ngapi? Pande 4. Pande ngapi? Pande 4. Sasa ukichukua ni reality kwamba wale ni watoto wa damu wa Yuda, utakuwa umevunja maandiko mengi katika Biblia. Naelewa vizuri? Hebu tusome kitabu hiki cha Warumi sura ya 9 mstari ule wa 6 na 7 nafikiri kama sikosea. Warumi 9:6-7. Inasemaje? Si kana kwamba neno la Mungu limetanguka. Si kwamba neno la Mungu limetanguka. Maana hawawi wote Waisraeli walio uzao wa Israeli. Maana hawawi wote Waisraeli walio uzao wa nini? Wa Israeli. Wala hawawi wote wana kwa kuwa wazao wa Ibrahimu. Wala hawawi wana kwa kuwa wamekuwa wana wa nani? Wazao wa Ibrahimu. Wazao wa Ibrahimu. Bali katika Isaka. Ndio. Wazao wako wataitwa. Bali katika Isaka wazao wako watafanyaje? Wataitwa. Tuka pamoja. Wataitwa. Leo Ishmaeli ahesabiwa kuwa mwana wa nani? Wa Ibrahimu. Tuka pamoja Amen. Wale 6 hawahesabiwi kuwa wana wa nani? Ibrahimu. Kwa uzao wa Ibrahimu unaitwa katika nini? Isaka. Jamani tuka pamoja? Amen. Vitali tuko pamoja. Na tumesema kwamba Isaka ni nani? Kristo. Kumbe tuko nimewacha basi tukapumzike. Tumesema Isaka ni nani? Ni Kristo Yesu. Si ni Kristo? Katika 3:16 wa Galatia kwamba asemi wazao kana kwamba ni wengi, bali kwa mzao, yani nani? Mmoja ambaye ni nani? Kristo. Kwa uzao wa Ibrahimu unaitwa katika nini? Kristo. Sasa kuna watu pale wanafundisha kwamba ni wazao wa kimwili. Never. Mungu aangalii mambo ya damu. Kwa maana Yohana aliwaambia Waisraeli, shoka limewekwa katika mti. Mti usiozaa matunda ufanyaje? Ukatwa. Sema enyi kizazi cha nyoka. Alikuwa anawaambia nani wale? Hivi ukiitwa kizazi cha nyoka kwa lugha nyingine ya kueleweka, umeitwa nani? Mtoto wa nani? Kwa sema enyi watoto wa nini? Si wa Ibrahimu. Mungu anaweza kumfanyia mawe haya Ibrahimu watoto. Si alisema hivyo? Na ukisema kitabu cha Petro anasema kwamba nyinyi nyumba ya Mungu inajengwa na mawe yaliyo nini? Hai. Pale hakuongea habari za mawe, anaongea na wale watu ambao walikuwa wanazaniwa kana kwamba wao hawezi kuwa watoto wa Ibrahimu kwa sababu hawana damu ya nani? Ya Ibrahimu. Na Yesu akawaambia Waisraeli kwamba baba yenu ni nani? Ni Ibilisi, katika 8:4. Baba yenu ni Ibilisi. Kwa ili uweze kuwa mwana wa Mungu lazima umwamini nani? Kristo. Rudi katika Galatia 3 mstari wa 22. Kimbia hapo. Galatia 3:22. Galatia 3:22. Neno la Bwana nasema. Nasemaje? Lakini andiko limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi. Hebu soma mstari wa 27 hapo. Hebu kimbia. 27. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Nyinyi wote ambao mmebatizwa katika Kristo mmemvaa nani? Kristo. Hebu tupige mstari wa 26. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu. Kwa kuwa nyinyi nyote mmekuwa wana wa nini? Wa Mungu. Kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Kwa njia ya imani katika Kristo nani? Yesu. Kwa maana ili uwe mwana wa Mungu lazima umwamini nani? Kristo. Sasa mtu Muislamu anakuwa ni mwana wa Ibrahimu? Hapana. Myahudi huyu anakuwa ni mwana wa Ibrahimu? Hapana. Mtu ambaye anamkataa Kristo anakuwa ni mwana wa Ibrahimu? Hapana. Kwa wana wa Ibrahimu ni wale tu ambao wanamwamini nani? Kristo kwa mwana wa nani? Na kushika amri zake. Kwa wale mataifa wale katika sura ya 7 ambao wanaozungumzia wewe ni wale ambao ni mataifa ambao wanatokana na imani. Wengi. Na Mungu alimwambia, Yesu aliwaambia Waisraeli kwamba siku hiyo mtaona watu wanatoka magharibi, au siwe? Mashariki, kusini, wengi wanakuja kula karamu na nani? Na Ibrahim. Hao ndio Mungu amemtengenezea watoto mataifa wengi, si Gentiles, si Goim, ni mataifa ambao Mungu alimwambia Ibrahimu, huyu Sara kwake kutatoka mataifa
na wafalme. Haleluya! Ndio hao mataifa ambao wanaongelewa katika ile 7:9, wengi kama mchanga wa nini? Wa bahari. Na akamwambia Ibrahimu, uzao wako utakuwa kama mchanga ulio wapi? Ufuoni, kama nyota za wapi? Mbinguni. Haleluya! Kwa ile 12 ni hesabu ya mraba, ni hesabu ya kinabii, kwamba ni wale ambao wana shape wako iko kama wale makerubi wanne. Bwana apewe sifa. Ambao wanaenda mashariki kwa pamoja, wakienda magharibi kwa pamoja, hawageuki chap chap. Sababu roho ya Mungu iko ndani yao. Ninakujibu? Bado haijaingia vizuri. Tafakari kwa mwingine. Mwenye maswali lingine? Bwana asifiwe kanisa. Amina. Mwalimu, samahani, naomba nikurudishe nyuma kidogo kwenye Mwanzo 3:1. Ndio. Ninaposema basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko viumbe wote waliofanya Bwana Mungu. Sasa mimi hapa waga napataga matata kwamba huyu nyoka ni kiumbe yule kabisa au ni yule shetani alimuingia nyoka, au ni ngoma ifafanuliwe hapa kama huyu nyoka ni kiumbe tu alikuwa mwerevu mwenyewe akaingiwa na ibilisi, au iko vipi kama ni shetani kabisa? Okay. Kifupi, nani anajibu? Sisi nikajibu kama mpe mic. Tukiangalia nyoka labda tunaweza kusoma kitabu cha Ufunuo 12:9. Labda kwa haraka. Na tulisoma hiyo, nakumbuka. Tulisoma ndio. Tusome tena. Ngoja tuisome. Ufunuo 12:9. Nasema hivi: yule nyoka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Endelea. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Kwa hiyo tukiangalia anaposema nyoka ni yule ibilisi wa zamani ya udanganyaji ulimwengu. Asante. Lakini kwa kuongezea hapo ni kwamba nyoka alikuwepo kama nyoka. Lakini ibilisi kama alivyokuwa amemuingia Petro, ukisoma ile kitabu cha Mathayo 16 kuanzia ule mstari wa 23 kama sijakosea pale, Petro akamchukua Yesu, wakati Yesu anamwambia kwamba nitaenda Yerusalemu, ndakamatwa na wakuu wa Wayahudi na nitasulubiwa. Kwa sababu haya hayatakupa. Petro akamwambia Bwana Yesu akamwambia, shetani rudi nyuma. Kwa maana shetani pia anaweza kaingia kwa nani? Kwako wewe au kwa kiumbe chochote, na akakupotosha kwa njia ya kiumbe kile. Na vile vile hata leo anaweza akamwingia huyu akakupotosha wewe, akamwingia hata mkeo au mmeo akafanyaje? Akakupotosha. Kwa shetani akamwingia Yuda akamsaliti nani? Yesu. Kwa shetani pia alimuingia nani? Nyoka. Sasa yule nyoka unapomwangalia nyuma yake yupo nani? Shetani. Ndio yule kiumbe mwelevu. Ndio maana katika ile sura ya 11 tumesoma Korintho wa 2:11 kwamba yule nyoka ambaye alikuwa anachelea sio kama yule nyoka ambaye alimdanganya Hawa kwa nani? Kwa hila. Kwa hiyo ina maana si nyoka kama nyoka huyu tunamwona kumpiga mawe, lakini kuna power nyuma ndani ya nani? Ya nyoka, kama alivyompinga Kristo. Ni mtu lakini ndani yake una nani? Shetani ambaye anaudanganyia ulimwengu kupitia huyo mtu. Maana nyoka kama nyoka pia alilaaniwa kwa kutoa kibali. Hao wanyama unaoona hawa si kwamba na wao wana utashi fulani. Wanao, na wanaweza kumnyima kiumbe huyo yoyote wa kipepo kuingia kwao. Wana uwezo huo wanyama unaoona hawa. Kwa hiyo nyoka alitoa nafasi kwa Shetani. Kwa maana akalaaniwa kwamba utatembea kwa miguu, kwa kutambaa, mavumbi utakula katika maisha yako yote. Hata leo utaangalia hata katika stories za uchawi utashangaa mtu anakuwa paka, si ndio? Mtu anakuwa bundi. Unaona ni bundi kumbe nini? Ni mtu. Kwa hiyo kuna hizo lugha za kichawi ziko tu hapo zinawezekana. Kwa hiyo ibilisi anaweza kuwa chochote kile kuweza kukupotosha wewe katika nafasi hiyo. Kwa na wewe kukuingia kwako, hata Mungu mwenyewe katika Kristo haingii kwako pasipo kumpa nini? Ruhusa. Mungu tu mwenyewe. Kwa na ibilisi pia anapokuingia umempa nini?
ruhusa. Hata wale wenye mapepo, si kama mapepo yaliwabana tu kinagaubaga. Hapana, kuna nafasi ambao walijitoa, mapepo yakafanyaje? Yakawaingia. Na wale ambao walifungua milango yao wenyewe wakiwa na mapepo kuwafanyia deliverance ni kazi kubwa sana. Ila wale ambao walidanganyika kujua, hao ni simple sana kuwafanyia deliverance na wakatoka. Bwana apewe sifa. Imeeleweka vizuri? Haya, kuna swali lingine? Kama kuna nyongeza, mtu anaweza kakanyongeza. Sawa. Nafikiri tuishie hapa. Tutakuja kuangalia sasa wakati mwingine ili somo tutaenda nalo. Tutaenda nalo somo hili. Tutakuja kuangalia hapa hii the seven annual Jewish feast in type and antitypes. Types and antitypes. Vipi? Niongeza. Naona muda umeshaisha hapa. Nataka nisamalize. Hapa tukupe, kama kanisa itakupendelea kukupa dakika moja ya kusema. Kwa hiyo tutakuja kuangalia hii. Naomba utumie dakika moja. Haitaisha hata moja. Nilikuwa na kumbushia hapo, niongeza tu kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume 8 kuhusu habari za Mkushi na hiyo nani aliyemhubiria? Filipo. Alimthibitishia kupitia kitabu cha Isaya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa kitu kilichokuwa unakisema kwamba Yesu akaanza kutoka Musa na manabii ilikuwa vikizungumza habari zake ni kweli. Kwa hiyo mtu anayekataa huko maana yake anakataa ukweli, msingi wa ukweli. Bwana apewe sifa. Na sisi pia tuanze kusoma kuanzia Musa na nini? Na manabii. Tutabarikiwa sana. Maana hapa tuna kipindi cha Biblia. Ndugu zangu katika Kristo, somo ambalo tutakuja au ni muendelezo somo hili, tutakuja kuangalia the seven annual Jewish feast in type and antitypes. Yaani hizi sikukuu za Kiyahudi. Leo tunazita sikukuu za nini? Za Kiyahudi. Leo ni siku ya Wayahudi. Leo kuna nini? Kuna siri na unabii mkubwa sana hapa katika hizi types and antitypes. Tutaangalia swala la Pasaka, mikate isiyotiwa chachu, malimbuko ya kwanza na juma na Sivan 6 ambayo ni Feast of Week, juma la sherehe za juma. Tutaziangalia zote mambo ya Pasaka na ambayo yanahusu mambo fulani makubwa sana ambayo tutakuja kuiangalia. Umo kuna unabii mkubwa sana ambao ukiujua, ukienda ukamfunulia mtu utashangaa hata hujatumia Mathayo. Niseme usitumie Mathayo. Kuna mtu mmoja nilikuwa nasema naye, nikamfundisha kuhusu mambo ya Pasaka ya Kutoka 12. Hakamuona Kristo ndani ya Kutoka ngapi? Kwa akagundua kumbe hichi ambacho leo kinaitwa Pasaka kumbe ni upagani. Kumbe nilikuwa nakula juisi na kinywaji na chakula cha nini? Cha kipagani. Kwa akatambua, akamwona Mwokozi wake wa kweli kupitia Kutoka ngapi? 12. Bwana apewe sifa. Kwa Mungu akijalia sabato ijayo tutakuja kuzungumzia hapo. Tutaendelea hivyo hivyo kuchunguza mambo ya Biblia, mambo ya ufunuo na kadhalika. Na hizi sikukuu za Kiyahudi tukizisoma vizuri utakuja kuona hata Yesu utagundua amekaribia kuja kwa kiasi gani. Utaona kabisa Yesu alikuwa anafanya kazi kwa ratiba ya kimbingu, anatembea kwa ratiba. Na sisi pia masomo haya ya uchunguzi wa kutoka Musa na manabii tutajua timetable ya mbinguni. Tutajua wakati wa kujiliwa kwetu tupo wakati gani. Tukitembea kama watu tu ambao ni kama watu wa mataifa, watu ambao hawajui siku ya Bwana wao, hawajui alama na nyayo za Bwana wao, tumekwisha. Hatutakuwa tofauti na watu wengine. Lazima kama Wakristo tuweke tofauti ya mtu na mtu, tuweke tofauti ya ulimwengu na mambo ya mbingu. Bwana apewe sifa. Sura zetu zionekane katika sura ya kimbingu, tukiwa tuna matumaini ya kuwapa matumaini katika ulimwengu uliokosa nini? Matumaini. Haleluya. Tuko pamoja? Nyosha mkono kama utasema tuombea kipindi hiki. Haleluya. Shusha. Basi watu wa mtandaoni nimewaona wengi hapo mnafuatilia. Mungu awabariki sana. Ili ni kanisa
ambalo linaitwa Kusanyiko la Dar es Salaam au Kanisa la Dar es Salaam liko Tegeta DAWASA. Kwa tunakukaribisha, namba yangu ya simu iko hapo. Utanipigia simu na nitakupa utaratibu mzuri kwa wainjilisti wetu wako hapa, kwa mashemasi wako hapa, na utaratibu uko hapa ambao utaweza kukuongoza ili uweze kupata mafundisho haya ya matengenezo, reform. Fanya reform si hii tu inayoitwa leo na hao wanaotoka ndani ya CDA pekee. Reform ni ya kila mtu. Reform ni ya kila Mkristo. Wewe Mkatoliki unapaswa kufanya reform. Lazima utafakari kwamba mimi katika dini ya baba yangu ambaye nimezaliwa, je, ndivyo asemavyo Bwana? Unapaswa kufanya reform. Wewe Mpentekoste unapaswa kufanya reform. Wewe Msabato unapaswa kufanya reform. Wewe sijui Muislamu unapaswa kufanya reform. Tunakukaribisha hapa uweze kufanya reform ya kupitia maandiko matakatifu. Ili ni darasa huru, tunawakaribisha wote kuweza kuipiga mbio katika kazi ya Mungu. Na wale wote ambao viongozi wa makanisa ya Tanzania, tutakuwa na mkutano mwezi wa Sabato ijayo inayokuja hapa Bagamoyo, na vile vile tunategemea kuwa na mkutano mkubwa wa Injili hapo Tegeta. Kwa wale wadau wote ambao wanapenda kufanya reform katika kumhubiri Kristo, nafasi iko hapa. Na pia tutakuwa pia na Biblia Nuru ya Dunia ambayo itakuwa inafanya kazi pamoja nasi katika siku hiyo kuweza kupeleka ujumbe huu hapo mbele katika Bwana. Basi mimi nawakaribisha wote pamoja mtandaoni na kanisa hapa, tupige magoti tupate kumwomba Mwenyezi Mungu. Karibuni. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako na baraka zako kubwa ambazo unatutendea katika maisha yetu. Tunakujua wewe unani. Wewe ni Baba yetu wa mbinguni, Mungu mmoja na wa pekee, ambaye Bwana wetu Yesu Kristo alitutambulisha kwako na akasema tukujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu Kristo aliyemtuma. Baba, tumepiga magoti haya chini katika vumbi hili tukisema, Bwana wewe ndiye Mungu wetu, wewe ndio Baba yetu, wewe ndiye Bwana wetu na hatuna mwingine. Tunakuomba Baba, kupitia jina la mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, katika masaa ya Sabato tulivyokuja mahali hapa Baba, tusirudi kama tulivyokuja, tukawe na fikra mpya na mtazamo mpya katika Kristo, tuweze kuifanya majukumu yetu ya kimwili na yale ya kiroho katika mkono wako ulionyooshwa. Na wale Bwana ambao Bwana huenda kuna changamoto ya kiuchumi, changamoto ya kodi, changamoto ya mambo mbalimbali ambayo Bwana inatusonga katika maisha yetu Baba, hata ya magonjwa mbalimbali, hata ya mapepo, sisi na familia zetu, na wale ambao wanasisi katika mtandao wa kijamii Baba, naomba katika jina la Yesu leo katoke huru. Kwa neema yako mipango ya kanisa yote tunaiweka katika mikono yako, ukaitendee vema, ukaitendee haki kwa mkono wako wa malaika na roho wako ndani yetu. Tunapoondoka mahali hapa, malaika wako wakatamaraki na wakatembea pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu nasema amen. Mungu na wabariki.